kwa kipindi cha miezi 12 hadi kufikia mwezi wa Machi 2025 umeongezeka na kufikia 5.07 kutoka 4.81 ambayo tuliripoti katika mwezi wa Februari 2025. Kundi la chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi wa Machi 2025 limeongezeka na kufikia 6.95 ikilinganishwa na 6.37 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Februari 2025. Kwa ujumla, faharisi za bei zimeongezeka na kufikia 114.99 kwa mwezi wa Machi 2025 ikilinganishwa na 109.44 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Machi mwaka jana. Jedwali letu hili linaonesha mabadiliko ya faharisi za bei kwa miezi husika pamoja na mfumuko wa bei kama ulivyokuwa katika mwezi wa Februari 2025 ambao ulikuwa 4.81 pamoja na mfumuko wa bei wa mwezi na mwezi na mfumuko wa bei wa mwaka ambao umefikia 5.07. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na zisizo za chakula. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula kwa mwaka unaoishia mwezi wa Machi 2025 umeongezeka na kufikia 6.37 ikilinganishwa na 5.78 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Februari 2025. Faharisi za bei za bidhaa za chakula kwa mwezi wa Machi 2025 zimeongezeka na kufikia 123.62 kutoka 116.22 iliyorekodiwa katika mwezi wa Machi 2024. Mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za chakula kwa mwaka na umeongezeka kidogo na kufikia 4.09 kwa mwezi wa Machi 2025 ikilinganishwa na 4.08 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Februari 2025. Faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula nazo zimeongezeka na kufikia 109.11 kwa mwezi wa Machi 2025 ikilinganishwa na 104.82 katika mwezi wa Machi mwaka jana. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na unga wa ngano umeongezeka kwa 3.6, bidhaa za samaki zimeongezeka kwa 6.2, mafuta ya kupikia hapa nazungumzia mafuta ya sunflower yameongezeka kwa 16.9, mafuta ya kupikia ya oki yameongezeka kwa 19.9, ndizi za mtwike zimeongezeka kwa 13.6 pamoja na mafuta ya diesel yameongezeka kwa 0.7. Hapa tunaona faharisi za bei kwa bidhaa zetu hizi tatu za chakula, zisizo za chakula pamoja na kwa ujumla wake pamoja na mifumuko ya bei kwa miezi husika. Mfumuko wa bei kwa mwezi na mwezi kwa mwezi wa Machi 2025 umeongezeka na kufikia 0.16 ikilinganishwa na 0.04 iliyorekodiwa katika mwezi wa Februari 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi wa Machi 2025 umeongezeka na kufikia 0.03 ikilinganishwa na 0.12 iliyorekodiwa katika mwezi wa Februari 2025. Na bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwezi na mwezi ni pamoja na bidhaa za samaki zimeongezeka kwa 6.5, mafuta ya kula ya sunflower yameongezeka kwa 0.9, mafuta ya kupikia ya oki yameongezeka kwa 2, ndizi za mkono mmoja zimeongezeka kwa 13.3, ndizi za mtwike zimeongezeka kwa 39.6, mafuta ya diesel yameongezeka kwa 6.5 pamoja na mafuta ya petroli yameongezeka kwa 4.3. Hapa tunaona katika jadwali letu hili linaonesha wastani wa mabadiliko ya bei kwa miezi husika pamoja na mabadiliko yake kama ilivyokuwa kwa mwezi na mwezi na kwa mwaka.
Pia hapa tunaona mwenendo wa mfumuko wetu wa bei kwa kipindi cha miaka miwili kutoka Machi 2023 hadi Machi 2025 ambapo mfumuko wa bei umefikia 0.07. Pia tukiangalia mwenendo wa mfumuko wa bei kwa nchi za jirani. Kwa upande wa Tanzania, mfumuko wao wa bei kwa mwezi Februari 2025 na mwezi Machi 2025 umebakia hivyo hivyo kwa 3.2. Tukiangalia Kenya kwa mwezi wa Machi 2025 mfumuko wao wa bei umeongezeka kidogo na kufikia 3.6 ambapo kwa mwezi wa Februari ulikuwa 3.5. Tukiangalia Uganda mfumuko wa bei umeshuka kidogo na kufikia 3.4 na kwa mwezi wa Februari ulikuwa 3.7. Pia tukiangalia nchi ya Rwanda mfumuko wa bei wa mwezi wa Machi hatujaupata mpaka tunakuja katika kikao hichi, lakini kwa mwezi wa Februari 2025 ulikuwa 3.6. Na kwa upande wa Zanzibar kama nilivyosema hapo awali mfumuko wetu wa bei umeongezeka kidogo na kufikia 5.07 ikilinganishwa na 4.81 ambayo ilikuwa katika mwezi wa Februari 2025.